بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, leo alhamdulillah tuingia katika masala yanayofungamana na wakati. Tulizungumzia nyakati za swala, sasa leo tuingia katika sehemu yani ambayo inafungamana na nyakati za swala na hatujawahi kuzungumzia katika ile madarasa yaliyopita. Sawa? Sehemu yenyewe ni yani anasema Sheikh Faslun fil ijtihadi fil waqti, katika kujitahidi juu ya wakati wa swala. Manake sisi tumetaja nyakati za swala, jua mpaka lipinduke, sio? Alasiri kivuli mpaka kifike, urefu wa kivuli uwe sawa na urefu wa kitu kinachopimwa, magharibi mpaka jua lizame. Lakini tukiulizana hapa, nani ashawahi kupima time ya alasiri? Tufuata adhana, tufuata makalenda, sio? Sasa hukumu ya kufuata hayo makalenda ndio nazungumzia hapa. Yani namna wewe kujitahidi kusema kuwa time ya swala imefanya nini, imeingia, ndio tuko katika mlango huo. Sawa? Haya. Utasoma sio? Bismillah. billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faslun fil ijtihadi fil waqti. ومن جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم أو أذان واحد أو صياح ذيك مجرب، فإن لم يجد اجتهاد بقراءة أو جرفة أو حرفة أو نحو ذلك، ويتخير الأعمى بين تقليد ثقة والاجتهاد، فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضاها. وتستحب المبادرة بقضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، وإن خاف فوت الجماعة وإن خاف فواتا أما كوكو ni fauta haya sawa فوت الجماعة فيها. وتجب المبادرة بالفائتة إن فاتته إن فاتت بغير عذر. sawa. Bismillah. Haya, sasa hapa kuna masala mazuri kusema kweli. Mlango wenyewe si mrefu sana kwa hakika kulingana na masail yaliyoko. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, faslun fil ijtihadi, atazungumzia ijtihadi.
asema waman jahila alwaqta. Haya, asema waman jahila alwaqta, na yule mtu ambaye hajui wakati, kama hivi sisi. Yani manake hujaona kama ile kivuli kimefika, unaitwaje, urefu ule unaotakikana. Kama sasa wakati wa Isha hujaona kama ule wekundu kwenye mawingu ushafanya nini, ushapotea. Tuko pamoja? Hatujui. Sasa huyo ni yule ambaye ni jahili, yani manake haujui wakati. Sawa, anasema akhadha bi khabari thiqatin, atachukua kutoka kwa habari ya mtu ambaye ni mkweli. Yeye hapa amesema akhadha, yani atachukua. Manake wewe si hujui wakati, basi utamfuata yule ajuae. Tena hapa yeye amesema tu akhadha, atachukua, ni kwa lazima. Yani ni lazima achukue kwa yule ajuae wakati. Akhadha, naam, yani lazima asikize maneno yake kwa ufupi. Yani mfano wewe umeketi pale msikitini ndani, manake hujui alasiri ishafika ama haijafika. Akaja amiri kaingia kwambia alasiri ishafika, na ukajua huyu ni mkweli kwanza, na ukamuuliza kwani umeona kivuli, yani unanieleza mimi kwa hakika, na kwambia hapa akhadha bi khabari thiqat, kwanza huyu ni mkweli. Kisha huyo mwenyewe, huyo thika, huyo mkweli lazima awe, asema yukhbiru an ilmin, anaeleza kwa elimu, manake anaeleza kwa yaqini. Huyu anayekwambia alasiri imefika anshaona kivuli. Tumeelewana? Mfano hiyo siku simu yako imekusha chaji, hujui ni saa ngapi, hakuna stima. Hujui ni saa ngapi, uko ndani hapa nyumbani, utajua kama alasiri imeingia? Huwezi kujua. Sasa yule aliyotoka nje ukamuuliza, bwana alasiri imeingia, kwambia ndio. Amejuaje? Akitoka kule msikitini kumeadhiniwa. Huyu anakuambia kwa yaqini. Sasa huyu anakuambia kwa yaqini, sio? Basi asema Sheikh rahmatullah alayhi, asema atachukua, ni lazima yani usikize maneno yake kwa ufupi. Lazima usikize maneno yake. Yukhbiru an ilmin, ikiwa yeye anaeleza kwa elimu, yani manake anajua. Yani manake anafanya nini? Anajua. Sawa? Ima ameona ama yeye amesikia adhana. Amesikia adhana ya mtu ambaye ni mkweli. Tuko pamoja? Haya. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na pia huyu ambaye tunamzungumza, yule ambaye hajui wakati, pia yeye anaweza pia kuchukua kutoka akisikia waadhini wingi ambao wote ni wa kweli. Umesikia adhana ya hapa, adhana ya Aisha Center, sijui umesikia adhana ya Sofia Center, adhana ya hapa madrasa, kama kuna msikiti. Umesikia adhana hizo, takwambia pia unachukua kwa nini yao, kwa nini zao. Kwa sababu ni watu waaminifu. Ushaona? Mara nyingi itakuwa hawaadhini isipokuwa ndani ya time, sio? Tachukua basi maneno yao. Sawa, asema Sheikh man jahila alwaqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin. Sawa, na mtu kama huyu hafai kufanya ijtihadi. Hafai kufanya nini? Nini ijtihadi? Ijtihadi ni kama useme wewe kawaida labda washona nguo. Wewe kawaida washona nguo. Kasema mimi kawaida, yani mtu ni fundi wa nguo. Mimi kawaida bwana, ama wewe ni mtu huwa kawaida baina ya dhuhuri na alasiri usoma Qur'an. Kasema mimi kawaida nikisoma juzuu 7 alasiri ishafika. Baada ya dhuhuri mpaka kusoma kwangu juzuu 7 huwa nishasikia adhana. Sio? Huyo mtu ambaye sasa mfano mimi naweza ama ni amiri, ilikuwa tupiga mfano na amiri. Amiri angeweza kukuuliza wewe, bwana alasiri ishaingia, lakini asikuulize. Je, yeye aweza kufanya ijtihadi kivyake? Tukisema aweza kufanya ijtihadi, maana yake aweza kupiga sababu mimi kawaida huwa nasikiza darasa 2, huwa alasiri ishafika. Mimi kawaida huwa nasoma juzuu 7, alasiri huwa ishafika. Basi leo nishasoma juzuu 7, kwa hivyo nitafanya ijtihadi kana kwamba alasiri ishafanya nini? Uwezekano mkubwa ni kwa alasiri ishafika. Tuambia haifai kufanya ijtihadi. Tumeelewana? Tuko pamoja? Haya. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, au ima atachukua maneno ya huyu mtu lakini hafai kufanya ijtihadi, au yukhbiru anil au adhani muadhdhin, ama atachukua maneno ya muadhini. Tushatanguliza, sio? Ama atachukua adhana ya muadhdhin. Sawa, lakini huyu muadhini huyu lazima ni muadhini ambaye anajua time. Lazima anajua nini? Time. Manake mara nyingi ikiwa anajua time hawezi kuadhini kabla ya nini?
kabla ya time. Sawa? Kwa hivyo muadhini huyu lazima anajua time, sio mtoto. Sio adhana ya mtoto hajui. Muadhini ambaye anajua time. Asema au adhani muadhinin au siyahi dikin, ama kuwika kwa jogoo, hususan kama swala ya alfajiri. Wewe kawaida wajua kwambia hapa au siyahi dikin mujarrab, ama kuwika kwa jogoo ambaye ni mujarrab. Mujarrab manake amejaribiwa, amezoeleka. Na si lazima iwe jogoo, bali mnyama yoyote ambaye wewe umezoea wakati fulani anatoa sauti fulani. Bwana huwa akitoa sauti fulani basi alfajiri ishafanya nini? Ishaingia. Haina nini. Basi ukisikia ile sauti wewe hesabu kwa alfajiri imeingia. Ukisikia ile sauti wajua kwa isha imeingia. Labda wewe una mnyama, ng'ombe huyo, ng'ombe huyo atoa sauti sanga. Inawezekana kweli kuwa ana wakati maalum? Hakuna. Lakini wakati wote kuku sasa kama hivyo ndio maana wametaja kuku, manake ndo sana manake. Sasa huyu kuku au mnyama yote ambaye ashazoeleka kuwa hatoi sauti fulani isipokuwa wakati fulani, ama hafanyi kitu fulani isipokuwa wakati fulani, basi unategemea yule, unamtegemea akifanya kile kitu utasema time ishafanya nini, ishaingia. Basi ndio hiyo. Shon. Haya pia saa inaingia katika listi hii. Saa ambayo umezoea, unajua hii huwa haikosei. Pia unaruhusa wewe kutumia yani saa. Manake wewe unajua bwana, angalia. Saa 10 bado dakika 10 siku hizi alasiri ishaingia. Leo hakuna stima. Utakwambia fanya nini? Angalia. Na mara nyingi hapa sisi tuadhini hapa msikiti wetu. Tuadhini yani hapa madrasa. Tuadhini kupitia nini? Kupitia saa. Tunajua kwa time fulani wa alasiri ishaingia. Sasa ni ufuate saa. Je, ishafika hiyo time basi? Sawa? Kwa hivyo yeye ametaja ama kuwika kwa jogoo, sio? Lakini pia anaingia pia kutumia nini? Kutumia saa. Asema shekhe, fa in lam yajid, sasa usipopata hivi vote, huna saa, huna nini. Unaona? Mpaka ukose hizi. Hauruhusiwi kwenda kwa ijtihadi mpaka ukose hii. Tumeelewana? Kama unaweza kupata saa, tukwambia lazima uangalie saa. Usianze kufanya ijtihadi ati mimi kawaida nasoma juzuu kadhaa, mimi kawaida huwa naosha nguo kadhaa. Maadamu unayo saa ni lazima ufanye nini? Asema fa in lam yajid, sasa asipopata hizi vilivyotangulia, hakupata mtu wa kumueleza, ama hakupata muadhini, ama hakupata mnyama, hakupata saa, sasa ijtihada, atafanya ijtihadi. Na ni lazima afanye ijtihadi. Ajitahidi kujua wakati umeingia au hujaingia. Atafanya ijtihadi kwa nini? Akwambia hapa biqira'atin, kwa kusoma. Yeye ana kawaida, mimi kwa kawaida nasoma baina ya magharibi na isha. Na leo hakuna stima, kwa hivyo siwezi kujua isha ishaingia ama haijaingia. Sina saa, simu yangu imekusha chaji. Hakuna mnyama nilomzoea. Sasa fanya ijtihadi. Wewe kawaida baina ya magharibi na isha huwa wasoma vitabu vingapi ama wasoma juzuu ngapi? Mimi kawaida nasoma juzuu 4 kisha nasikia adhana ya pale Sofia Center. Kwambia haya, basi ukishasoma juzuu 4 leo ujue isha. Tumeelewana? Hiyo ni kwa qiraa, kwa kusoma. Au hirfatin, ama kazi yake. Kama ile kazi tuliyosema mambo ya kunini nguo. Ni kazi yoyote, lakini hii ni mfano tu. Yaani yeye ni mtu wa kushona nguo. Sasa anajua mimi nikishona nguo 3 huwa alasiri ishafika. Kutoka adhuhuri mpaka alasiri mimi nikushona nguo 3. Tukwambia haya, basi ukishashona nguo 3 wewe unahesabu kwa alasiri ishafanya nini? Ishafika na utaswali. Ni lazima afanye ijtihadi. Lao asipofanya ijtihadi akasema bwana mimi leo sijui time, nitaswali tu hivi bila kufanya nini? Ijtihadi. Tuamwambia swala haiswihi. Swala hata ikitokea tiko ndani ya time, haiswihi ile swala. Hata baadaye akaja akawa na uhakika, kumbe mimi pale niliposwali bwana ilikuwa ndani ya nini? Ndani ya time. Swala haiswihi. Tuko pamoja? Ni lazima afanye nini? Ijtihadi. Asema au nahwa biqira'atin au hifatin au nahwi dhalika, ama mfano hayo mambo, yani atajitahidi kwa kitu chochote ambacho kinaweza kumbainishia nini? Inaweza kumbainishia time ya kuingia nini? Time ya kuingia swala. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya. Asema shekhe, wayatakhayaru al-a'ma, na ana khiyari yule kipofu. Kipofu ana nini? Ana khiyari. Maana kipofu haoni kivuli, haoni jua. Sasa kipofu ana khiyari. Tumesema mtu wa kawaida hana khiyari. Haiwezekani uende ujitahidi ikiwa waweza kuangalia saa. Haiwezekani uende ujitahidi ikiwa kuna mtu anaweza kukupa habari. Tuko pamoja?
Lakini kipofu akwambia shekhe, wa yatakhayyarul a'ma, na yule kipofu atachagua baina taqlidi thiqatin, baina ya kumfuata mtu ambaye ni mjuzi, ni mkweli, afwan, mtu ambaye ni mkweli. Ana khiari bwana, afuata bwana, time imeingia. Hata kama wewe utakuwa umefanya ijtihadi, hata kama wewe utakuwa umefanya nini? Yeye ana ruhusa kufuata wewe. Tuko pamoja? Anasema wal ijtihad, ana khiari, ima amfuate mtu ambaye amefanya kwa ijtihadi, bora tu ni mkweli, wal ijtihad, na ana khiari ya yeye mwenyewe afanye ijtihadi. Yeye mwenyewe ajisabi, mimi kawaida huwa labda yeye ni hafidhul Qur'an, anajua mimi nikisoma juzu 4 alasiri ishaingia. Sasa leo nishasoma juzu 4, basi alasiri imeingia. Ana khiari hiyo. Lakini mbona hapa yeye amekwambia huyu ndo ana khiari. Kwa hivyo yule mtu wa kawaida kama hivi sisi, baada nimekosa saa, sijasikia adhana, nimekosa hizi zote, si tumesema anafanya ijtihadi? Je, mimi naweza badala ya kufanya ijtihadi niseme hata bwana nimfuate Maro, na yeye pia amefanya ijtihadi? Sio ati yeye ananiambia kwa yakini. Yeye kama ananiambia kwa yakini ishatangulia. Unakumbuka? Yeye pia amefanya ijtihadi. Yeye ana kazi zake, huwa anafanya ijtihadi nao, na mimi na kazi zangu nafanya ijtihadi nao. Haifai mimi nimfuate. Lazima mimi nifanye ijtihadi. Lazima nifanye ijtihadi. Sifai kumfuata. Wakati gani nitaruhusiwa kumfuata? Hata ijtihadi nikishi. Nikiulizwa mimi, wewe weza sasa hivi mimi sasa nikiulizwa, wewe weza kupima hiyo alasiri kwa nini? Mimi sina kitu. Manake sina kitu ambacho nakifanya kila siku na nikawahi kujipima. Labda sasa atakwambia sasa itabidi ufuate yule ambaye una maana. Tuko pamoja? Haya. Asema Sheikh rahmatullah alayhi, fa in tayaqana salatahu qabla alwaqti. Haya masala haya mazuri. Asema akiwa na yaqini, fa in tayaqana, akiwa na yaqini, yani baadaye sasa amekwenda akafanya ijtihadi, akiwa na yaqini kuwa swala yake kabla alwaqti ilikuwa kabla ya nini? Kabla ya wakati. Hukumu yake nini? Baadaye amefanya ijtihadi, akahesabu kuwa swala time yake imefanya nini? Imeingia. Baadaye akaja akatanabai, kumbe nilikosea bwana ijtihadi yangu mimi. Ilikuwa time haijaingia. Akwambia shekhe hapa qadhaha, ile swala atafanya nini? Atailipa, lazima ilipe. Sawa? Na ile aloswali hukumu yake ni nini? Na ile aloswali tutamwambia hiyo uloswali itakuwa inalipa swala yoyote ya aina ile ambayo ushawahi kukosa. Alhamdulillah. Ushawahi kukosa swala yote, basi ujue hiyo inalipa ile ambayo ushawahi lakini ya alasiri. Mfano yeye ameswali alasiri kabla ya time. Baadaye akaja akajua kumbe ile swala mimi nilodhani kuwa nimefanya ijtihadi kumbe nilikosea. Tukwambia usiwe na wasiwasi. Ile alasiri si umeswali alasiri wewe, ulitia nia alasiri, basi alasiri hiyo italipa deni lolote la alasiri ulonalo. Kama huna deni, mashaallah, huni 5 salawat, tukwambia utapata thawabu za sunna. Utapata thawabu za nini? Za sunna. Sawa? Amiri tuko? Haya, akwambia qadhaha, ile swala talipa. Kisha asema watustahabu. Kwani umesema watustahabu, kwangu ameniambia wa yustahabu. Lakini lau akafanya ijtihadi hivyo, kisha isiwahi kubainika. Isiwahi kufanya nini? Kubainika kuwa aliswali kabla ya time au baada ya time au ndani ya time. Hukumu yake ni imesihi ile swala. Imesihi swala, hakuna kesi. Sawa, wewe umefanya ijtihadi zako kulingana na juzuu unazosoma kila siku. Mimi kawaida hapa baina alasiri na baina magharibi na isha huwa nasoma juzuu 3. Leo nimesoma juzuu 3. Kwa hivyo ishaingia, Allahu akbar, ukaswali. Na isiwahi baadaye kubainika kwa ulikosea ama huku kosea. Manake mfano, yani tupige mfano, umemaliza swala ndo stima zimeru, ndo wasikia Allahu akbar Allah wanaadhinisha. Manake umeswali kabla ya nini? Kabla ya time. Yani ikiwa wao wanaadhini time ikifika, ama ndo ukawasha simu, ndo ukiwasha simu hivi saa 1:15 ndo mmemaliza mimi swala, umepata isha hapo, kuna cha isha hapo, utajua mimi isha bwana mmeswali, mmekosea, labda leo juzuu mmezisoma haraka. Sawa, sasa utaswali isha. Ile isha utafanya nini? Utaiswali. Ikiwa time yake itafika utaiswali time yake ikifika, ama kama time yake ishapita utailipa. Ujue tu utailipa. Sawa? Kisha ile inahesabiwa kwa sunna. Haya, kama haitowahi kudhihiri makosa yako, labda kweli umeswali saa 1:15 lakini hujawahi kujua maishani mwako,
imepita ile swala sahihi kwa ajili umefanya ijtihadi. Sawa? Haya, imedhihiri kwa ile swala wewe kumbe hata ulichelewa. Ile swala kumbe ulifanya nini? Ulichelewa. Kumbe uliiswali saa 4 haina neno. Tuseme adhuhuri uliiswali saa 11. Wewe ulikuwa upige hesabu adhuhuri ishaingia ama haijaingia, adhuhuri ishaingia ama haijaingia. Ukafanya ijtihadi zako ukaona ishaingia. Kwa swali. Kumbe maskini umeichelewesha. Ukiswali saa 11. Bas stima zikirudi kichaji simu angalia 11 ya akhi. Sasa itakuwaje? Haina neno. Hiyo adhuhuri imelipa adhuhuri hiyo ambayo imekupita. Hakuna kesi. Sawa? Haya, masala sasa. Allah yu'in. Wa tustahabbu al-mubadaratu biqada'i al-fa'itati. Haya. Na ni sunna. Hapa kuna neno muhimu sana. Jamani, ni sunna. Mtu afanye haraka. Al-mubadara ni kufanya haraka. Ni sunna mtu afanye haraka, afanye bidii, afanye hamu. Kufanya nini? Biqada'i al-fa'itati. Kulipa swala yoyote iliyompita. Swala yote ambayo imekupita, fanya bidii uilipe. Fanya bidii ufanye nini? Fanya haraka yani. Kuilipa ni lazima. Kuilipa ni lazima, lakini kufanya haraka ni sunna. Lakini hii ni swala aina gani? Iliyokupita kwa udhuru. Tumezungumza udhuru za swala kwenye kitabu hiki. Ama bado? Mtu akilala kabla ya time sijui nini. Kwa hivyo mtu akiwacha swala kwa udhuru unaokubalika kisheria, huyu ndo anaambiwa bwana ni sunna zile swala ufanye bidii ufanye nini? Uzilipe ili dhima yako iwe safi, iwe huna deni, sije ukafa kisha haya utaulizwa. Ushaelewa? Ni sunna. Lakini kuweni makini. Ukiwa utaandika baadaye ujue hii ni swala ambayo amewacha kwa udhuru. Sio swala ambayo amewacha bila udhuru. Swala ambayo amewacha bila udhuru itakuja hukumu yake. Swala ambayo amewacha kwa udhuru ndo anaambiwa bwana ni sunna, si lazima. Hatuendelee. Asema biqada'i al-fa'ita, kwa kulipa swala iliyompita. Asema wa taqdimuha, na ni sunna pia kuitanguliza hiyo swala iliyokupita ala al-hadirati, na uitangulize kabla ya ile swala ya wakati. Kabla ya swala ya wakati. Tuelewane. Mimi nimewacha mfano yani imenipita adhuhuri ya jana kwa kulala. Adhuhuri ya jana imenipita kwa kulala. Si makosa yangu yani nimelala nikapitikio. Na udhuru ama si udhuru? Udhuru. Kwa hivyo tayari leo hivi mimi nina deni la adhuhuri. Leo nikakumbuka bwana mimi nina deni la adhuhuri. Sasa ni swali isha hivi sasa ama ni swali adhuhuri kwanza? Tukwambia kwanza anza na ile adhuhuri ya jana ilipe. Ndio bora. Kwa hivyo unatanguliza ile swala iliyokupita kwa hii swala ya wakati. Akwambia, narudia, yustahabu al-mubadaratu, na ni sunna kufanya haraka biqada'i al-fa'ita, kukidhi zile swala zilizokupita, wa taqdimuha, na ni sunna pia kuitanguliza ala al-hadira, katika ile swala ya wakati. Ile swala ya sasa kwambia bora wewe ufanye nini? Utangulize ile ambayo imekupita. Sawa? Na ni sunna pia wewe zile swala zote ulizozipita uziswali kwa mpangilio. Yeye hajataja upande wa mpangilio, lakini ni sunna pia mtu zile swala anazoziswali kwa kulipa aziswali kwa mpangilio. Mara nyingine mtu anauliza zile swala bwana tulizozikosa, je, lazima tuzilipe kwa mpangilio? Yani kwa ajili mmekosa alfajiri, adhuhuri, alasiri lazima nilipe alfajiri? Si lazima, ni sunna. Ni nini? Ni sunna. Sawa? Madhehebu ya Imam Abu Hanifa ni lazima uzipangilie. Sasa kwa ajili kwao ni lazima, kwetu inakuwa ni sunna. Tuko pamoja? Yani kutoka kwenye hii khilafu tukwambia ni sunna ufanye nini? Upangilie hizo swala. Tuko pamoja? Hai. Asema wa taqdimuha, ni sunna kuitanguliza hiyo swala hiyo ambayo imekupita ala al-hadirati, kwa ile swala ambayo ni ya wakati, allati la yakhafu fautaha. La yakhafu fautaha. Kwa swala ya wakati, lakini swala ya wakati aina gani? Ile ambayo haogopi impite. Yani haogopi time yake itoke. Si tumekwambia mfano yeye amepitikiwa na adhuhuri. Akiamka hivi ni time ya alasiri. Adhuhuri imempita haijampita? Ana udhuru ama hana udhuru? Anaweza kutanguliza adhuhuri na akitaka anaweza kuswali alasiri. Tukwambia bora afanye nini? Tukwambia bora uswali adhuhuri, lakini kwa sharti ikiwa hauogopi alasiri pia ikupita, ikuponyoke. Mfano yeye amelala saa 5 asubuhi, akija kishtuka ni 12 kamili. 12 na 20. Siku hizi kwa dhini kama 28, 29.
Mfano 12 na 20. 12 na 20 tukimuuliza waonaje? Alasiri inaweza kutoka ama haiwezi? Inaweza kutoka. Tuambia usikadimishe, usitangulize adhuhuri. Kwa sababu ukitanguliza adhuhuri utakuwa adhuhuri umeitoa kwa time yake. Na pia alasiri umeitoa kwa time yake. Afadhali tu utoe ile adhuhuri peke yake, alasiri uswali kwa time yake, adhuhuri peke yake ndio itakuwa imetoka, haina neno. Amiri tuko na kuona kama leo hauko. Kwa leo na leo. Haina neno. Sawa. La ilaha illa Allah. Kwa hivyo hapa ni muhimu. Ikiwa waogopa ile swala ambayo ndio time yake, ukiwa waogopa ati time yake itoke ile swala, basi usitangulize ile iliyokupita. Sawa? Lakini ukiona time ni ndefu, haina neno. Asema Sheikh, wa in khafa fauta aljamaa. Angalia. Yani asema ni uzuri utangulize, sikiza hapa. Ni uzuri utangulize ile swala iliyokupita hata kama unaogopa jamaa ikupita. Angalia mambo haya. Bwana angalia, mimi nimeamka nimelala saa 5. Nikiamka ni saa 10 na dakika 10. Kiamka watu waswali alasiri. Bwana adhuhuri mimi imenipita. Watu waswali jamaa. Bwana afadhali uswali jamaa ama ulipe adhuhuri? Afadhali ulipe adhuhuri. Wewe waswali adhuhuri yako Wewe waswali adhuhuri yako. Hata waweza kuswali nao ukatiania jamaa, haina neno. Ukatiania adhuhuri, haina neno. Sawa. Lakini bora, bali watu watashangaa kwa nini? Kwa sababu ile uloacha ile, si time yake imetoka? Si time yake imetoka? Yamaanisha wewe time yake sasa kwako ishakuwa dhiki. Yaani lazima kabla ya kufa uilipe. Lakini hii time ya alasiri si bado iko? Bado iko. Hata ukifa katikati ya time ya alasiri hutochukuliwa, inaitwaje? Hatua. Hujapata dhambi kwa ajili bado time ilikuwa tuko pamoja. Ndio maana hata kama unaogopa kukosa jamaa, afadhali utangulize ile swala ambayo umefanya nini. Asema wa in khafa fauta aljamaati fiha. Hata akiogopa kukosa jamaa katika hiyo swala. Asema wayajibu almubadaratu. Angalia. Wayajibu almubadaratu biqada'i alfaitati in fatathu au in fatat bighairi udhrin. Na ni wajibu kufanya haraka. Jamani, tukisema ni wajibu kufanya haraka, maulama wanatuambia atumie time yake yote. Atumie time yake yote alionayo kufanya nini? Biqada'i alfaita, kukidhi zile swala zilizompita, in fatathu bighairi udhrin, ikiwa zimempita bila ya nini? Bila ya sababu, bila ya udhuru. Lazima atumie time yake yote alionayo, ndugu zangu. Yote, hakuna exception. Isipokuwa time ya kula, kutafuta riziki ya kukutosha tu. Sio kutafuta pesa za miaka 100, kutafuta riziki inayokutosha tu. Kula, kutafuta riziki inayokutosha, kutafuta elimu ya wajibu tu. Elimu ya wajibu tu ile inayokutosha wewe kuswali na kufunga. Basi, elimu ya zaidi hakuna. Nini nyingine? Na time yako ya kupumzika basi. Time zako zote nyingine utumie kulipa kukidhi zile swala zilizokupita. Fanya bila udhuru. Kwa hivyo kijana alipokuwa kijana haswali. Sababu uvivu tu. Ni uvivu. Ni uvivu, kwani hakuna watu wanaoswali? Si wako. Ni uvivu. Almuhim. Sasa zile swala lazima azilipe. Azilipe vipi? Lazima alipe kila time alionayo extra, kando ya time ya kazi, kando ya time ya kula, kulala, yani kupulala ndio hiyo kupumzika, na kuswali swala nyingine za wajibu. Jamani, hafai hata kuswali sunna. Hafai hata kuswali sunna huyo. Kauli yenye nguvu kwenye madhehebu yetu, hata sunna hafai kuswali. Hiyo ndio kauli ya nguvu kwenye madhehebu yetu. Manake huyo akifa automatic lazima ataulizwa, mbona zile swala uliwa? Lakini akiwacha sunna ataulizwa. Ataulizwa kwa nini uliwacha sunna? Sasa uwe mwerevu, na utaona watu kama hawa wako wengi, lakini yuweza kuswali sunna nyingi, yuweza kuswali tarawih zote, yuweza kuswali kabilia zote, lakini ukimwambia alipe zile maskini wana uzito, shetani anatuchezea. Kwa sababu shetani yajua ni ngapi zile ambazo bwana tumeyataja mara ngapi? Utakadiria, utakisia, lazima ukisie. Wataka pepo bwana.
Kama mambo ya kidunia na biashara na nini, utaona mtu atapiga hesabu. Basi hapa pia mtu apige hesabu tu, kadiria. Wewe waona takriban muda gani huyu mtu alikuwa hajakuwa akiswali? Akhi, mimi naona kama miaka miwili. Haya, lipa swali za miaka miwili. Usifanye machezo. Andika. Kama biashara watu huandika, wewe pia biashara yako na Mungu andika. Andika. Shona, hii ndio kauli yenye nguvu. Lakini acha tuweke jambo wazi. Bana jamani, jambo hili ni zito si zito? Mtu ametubu, ameanza leo kutoka tablighi, ametubu. Kisha ukaja ukamwambia hivyo. Atarudi tena kweli? Huyo atahepa. Wengi yani, si wote. Atasema bakini na dini yenu. Hamutupe nafasi na sisi. Yani yeye kuja pale yenyewe imetukua dua akhira lele karibu miezi miwili. Kisha akija kitu cha kwanza mwambie bwana angalia, ufai kufanya kitu kingine, swala zote lazima ulipe. Dua zako za miezi miwili zitakuwa zimekwisha. Atarudi kule. Sasa baadhi ya maulama wanasema la. Hii anaangaliwa yule mtu hali yake. Apewe kwa kadri ya uwezo wake. Asirahisishiwe sana, akazaniwe kidogo. Lakini pia usimfunge sana, maana ukimfunga sana atatoka. Lakini pia usimlegezee sana, muonyeshe kuwa alikosea. Sasa waweza kumwambia bwana angalia, kila ukiswali faradhi moja, wewe swali na kama mara 4 tena. Ile alfajiri wewe, kabla alfajiri swali alfajiri 2 nyingine. Baada alfajiri swali alfajiri 2 nyingine. Mfano yani. Adhuhuri ile, swali adhuhuri 2 nyingine. Kabla ya adhuhuri piga raka 4, mtia ni adhuhuri. Adhuhuri swali. Kisha baada ya adhuhuri piga hivyo. 5 5 6 6 kulingana na uwezo, kulingana na mtu. Wewe muangalie yule mtu umpe hukumu kulingana na uwezo wake. Lakini manake kuna baadhi ya watu wakwambia wewe kila ukiswali alfajiri swali alfajiri nyingine. Nani alikwambia ni hivyo? Si hivyo bwana. Si hivyo. Hukumu ya madhehebu ni hii. Kisha hii kauli baadhi ya maulama wamefanya nini? Wameitoa kama rai. Manake wewe ukiangalia tena maisha yetu siku hizi. Mtu ukimlazimisha atakwambia sawa baki na hiyo dini yako. Wewe mambo ni haya. Astaghfirullah alazim. Utamfanya mpaka sasa akose afanye madhambi makubwa zaidi, akose dini na sheria. Naam. Bismillah. Yaani kiswala dhuhuri nyingine, kiswala asr hiyo haiwezekani. Yawezekana? Inawezekana lakini kidogo. Hata kama ni ongeza kama ni 2 ama 3 hapo. Yani isiwe ati moja tu. Unajua kuna watu wanasema bwana ukitaka kulipa wewe kila ukiswali alfajiri ongeza alfajiri moja. Hakuna makosa. Yani si ati hakuna makosa. Utakwambia hiyo ni kidogo sana. Si hivyo, sheria madhehebu yetu ni kuwa kila time nakwambia hivi tumeketi hivi. Ingekuwa hatufai kuketi. Nendeni mkaswali bwana. Nyinyi wewe uswali tu time yoyote uliona, hakuna time ya kufanya machezo, kucheka na watu. Hakuna time ya kuketi maskani. Hakuna time ya kutoka tablighi. Wallahi si urongo. Ni lazima ufanye faradhi tu, swala za faradhi tu. Ati waswali sunna gani wewe na una deni? Hata kusema ukweli hata kiakili haingii akilini. Wewe una deni, uenda kumpa mtu sadaka. Yule anayekudai uenda kumpa sadaka. Jamani nilipe deni langu kwanza mimi ndugu yangu. Wewe waniletea sadaka. Sasa ni akili gani? Tumeelewana? Kauli yenye nguvu ndio hiyo. Allahu a'lam. Wadai wa zaka na kutoa sadaka. Sasa ushaona mambo? Vipi bwana? Wewe lipa kwanza zaka, kisha ile sadaka inshallah Mungu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله أولا وآخرا.